Niwakaribishe katika maelezo kuhusu umwagiliaji kwa ujumla. Kama mnavyojua, serikali yetu kwa sasa ina mpango au mkakati wa kuhama kutoka katika kilimo cha mazoea kwenda katika kilimo cha umwagiliaji. Hii yote ni kwa sababu ya mabadiliko ya tabia ya nchi, ambapo sasa hivi tukienda kwa kilimo cha mazoea mvua inakuwa hakitoshelezi. Kwa mantikio tunahitaji kuwa na maji ya uhakika ambao mkulima anaweza kuzalisha muda wote wa kipindi chote cha mwaka, hiyo kipindi cha mvua au kipindi cha kiangazi. Umwagiliaji kwa ujumla ni kilimo kinachotegemea uhakika wa maji, na sisi kama Tume ya Taifa ya Umwagiliaji, majukumu yetu ni kuhakikisha tunajenga miundombinu. Sisi katika Tume ya Taifa ya Umwagiliaji, aina ya miundombinu tunajenga ni pamoja na mabwawa, tunajenga mabanio. Mabwawa tunajenga kwa maana ya tunavuna maji, lakini pia tunajenga mabanio kwenye mito ambayo haikauki. Tunasema perennial rivers ambayo maji yake yanatiririka kwa kipindi chote cha mwaka. Lakini pia tuna teknolojia zingine ambazo zinabania maji. Kama maji ni kidogo sana, basi huwa tunashauri wakulima watumie teknolojia ya umwagiliaji kwa njia ya matone, ambayo kwa leo naweza baadaye nikajikita katika maelezo namna gani mkulima anaweza kutumia hiyo teknolojia, namna ya kubania maji au umwagiliaji kwa njia ya matone. Hapa kwa ufupi tu nielezee namna gani Tume ya Taifa ya Umwagiliaji inavyofanya kazi. Miradi ya umwagiliaji haitoki juu. Nikisema kutoka juu, sio kwamba serikali inapanga mradi wa umwagiliaji kutoka juu inaipangia wakulima, hapana. Miradi ya umwagiliaji inatoka ngazi ya wakulima kutoka chini. Wakulima ndio wanaojua maeneo yao yalivyo. Wakulima wanapaswa wahamasishane, wakubaliane, kwa sababu ili mradi wa umwagiliaji uweze kuwepo katika eneo husika, wakulima wanapaswa wakubali kwamba kuna miundombinu itapita katika maeneo yao. Kwa mantikio, katika maeneo yao kuna eneo ambalo litakaliwa na bwawa, lakini pia katika mashamba yao kuna maeneo ambayo itapita miundombinu kama mifereji mikuu, mifereji ya kati, mifereji ya mashambani, vigawa maji, pamoja na barabara za mashambani, kalvati za mashambani na vitu kama hivyo. Kwa mantikio, mkulima akiwa anakataa hiyo miundombinu isipite shambani kwake, hatutaweza kuweka miundombinu ya umwagiliaji katika mashamba yao. Kwa hiyo utayari wa wakulima wanapojiunga kuanzia ngazi za chini, wanaitisha vikao, wanajengeana uwezo kwamba sisi sasa tutoke katika kilimo cha mazoea ambacho ni cha kutegemea mvua, na ukizingatia mvua sasa hivi ni kidogo. Wanaweza wakalima alafu mazao yamefikia hatua fulani ya ukuaji ambayo tunasema hatua ya vegetative phase, alafu yanakuja yanakauka. Hatua kabla ya mazao hayajazaa yanakuja yanakaukia kwenye hiyo hatua. Hii ni hasara sana kwa wakulima wengi, na malalamiko mengi ni kwamba mvua haijitoshelezi. Kwa mantiki hiyo ndio pale tunaposema sasa umwagiliaji ni wa lazima. Wakijengeana uwezo, wakashawishiana, wakajiunga, wakasema sasa tunataka tujengewe mabwawa ya umwagiliaji, wakulima au vikundi hivyo vya wakulima wanaweza kaandika barua kwa mkurugenzi wa halmashauri. Mkurugenzi wa halmashauri ana timu inayoitwa timu ya uendelezaji wa umwagiliaji kwa ngazi ya wilaya. Kitaalamu inaitwa District Irrigation Development Team, DIDT. Hao watu wanaenda katika skimu katika eneo hilo la wakulima ambao wameshajihamasisha, wataangalia je, ni maeneo mangapi ndani ya wilaya na wakulima vikundi vingapi ambavyo vimejiunga na vinahitaji kujengewa miundombinu ya umwagiliaji. Baada hiyo timu ya uendelezaji wa shughuli za umwagiliaji kwa ngazi ya wilaya kujiridhisha, watamshauri na mkurugenzi. Mkurugenzi ataandika barua moja kwa moja kwa Tume ya Taifa ya Umwagiliaji. Tume ya Taifa ya Umwagiliaji katika ngazi ya kanda, na sasa hivi tuko katika ngazi ya mikoa, na kitu kinachoitwa kamati ya kurudia au kupitia mapendekezo ya wilaya, inaitwa Regional Review Committee. Hizi kamati zinaenda moja kwa moja kwenye wilaya kwenda kujiridhisha kwa mapendekezo ya wakulima. Zikimaliza, baada ya hapo zitaandaa ripoti maalum ambayo itaonesha kama hilo eneo linafaa au halifai, na baada ya hapo zitafuata hatua zingine. Sisi kama Tume ya Taifa ya Umwagiliaji hatuendi tu tukaanzisha miundombinu, hapana. Kuna hatua za awali katika uibuaji. Baada ya hatua za awali kukamilika, hizo nilizozitaja, tutawatuma watu wetu ambao wanaitwa wataalamu wetu, wataenda kwenye skimu kwa ajili ya tunasema hatua za awali
hao wataenda kwa ajili ya kitu inaitwa preliminary reconnaissance, yani upembuzi wa awali, kuona wataenda mtaalamu wa udongo, wataenda wataalamu wetu wa upimaji unaitwa surveyor, wataenda watu wa kilimo pamoja na wahandisi. Lengo hasa ni kuona ardhi hiyo imekaaje, wapi kuna milima, wapi kuna mabonde, na pia kwa upande wa udongo kuona je, udongo huo uko katika hali gani. Je, kuna rangi za udongo zinazotofautiana sana ambazo zitaleta tatizo katika kilimo baadaye. Kwa upande wa mazao au niseme mimea iliyoko kwenye udongo kuna tofauti gani, vitu kama hivyo. Na pia wataangalia maji yaliyopo kwenye hiyo eneo yakoje na kitu gani baadaye wanaweza kashauri katika upembuzi yakinifu. Hiyo wahandisi pia wataenda kwa ajili ya kuona jinsi eneo lilivyokaa na ardhi yenyewe imekaaje na vitu kama hivyo. Masavia pia wataenda kwa ajili ya kuangalia je, ardhi yetu ikoje na wanaweza wakaanzaje, wataanzia wapi na watamalizaje swala la upembuzi yakinifu. Baada ya hapo, hiyo ripoti itakayozalishwa itatusaidia sasa kwa ajili ya kupanga kazi ya upembuzi yakinifu. Katika tume ya umwagiliaji, upembuzi yakinifu umegawanyika katika maeneo kama 6 au 7 ambayo nitayataja. Moja, kuna upembuzi yakinifu kwenye masuala ya mazao. Kwa hiyo hao wataalamu wataenda kwa ajili ya upembuzi yakinifu kwa mazao. Watauliza wakulima, je, wanalima mazao gani kwa mazoea ambao walikuwa wanalima mwanzo. Na pia watauliza wakulima kuhusu changamoto wanazokutana nazo kwenye kilimo cha mazao ambao walikuwa wanalima. Hizo changamoto zitasaidia sana katika kwenda kuanzisha skimu ya umwagiliaji. Ya pili ni watu wa udongo. Watu wa udongo wataenda kupima aina ya udongo iliyoko katika eneo husika. Katika udongo kuna mambo mengi wataangalia, lakini sisi tutajikita zaidi katika vitu ambavyo udongo una zile chembe za udongo. Tunasema soil fineness, kuanzia texture mpaka structure. Baada ya hapo kwenye field wanaweza kupima acid. Tunatumia dilute hydrochloric acid. Kule tunaangalia je, udongo wetu unaweza kuwa na acid au una chumvi kiasi gani. Baada ya hapo tunafanya sampling kwa kutumia soil profile. Soil profile tunasema ni udongo unachimbwa, alafu kuna vitu vinaitwa layer au udongo kulingana na rangi. Ukichimba udongo kwa chini unakuwa unaona rangi tofauti. Hiyo inaitwa soil horizons. Unakuwa unaangalia horizon ya juu inaonekanaje, ya katikati inaonekanaje, ya chini na kadhalika. Alafu unachukua soil sample za udongo, sampuli za udongo kulingana na yale utofauti ulioko kwenye udongo. Baada ya hapo, hatua inayofuata ni kupeleka zile sample kwenda kwenye maabara. Maabara inapima vitu vingi sana, lakini hasa inajikita katika virutubishi vilivyoko kwenye udongo. Hiyo ni kitu cha kwanza, na pia kwa upande wa physical parameters, kwa maana zile sifa za udongo ambao zinaweza zikagusika. Je, hapa kuna nini, hapa kuna nini, hapa kuna nini. Baada ya kupima kutoka maabara itatueleza udongo una sifa 1, 2, 3, 4, 5. Hao wataalamu wa udongo watatueleza kama udongo una mbolea kiasi gani au una uhaba wa virutubisho vipi, na kwa mantikio wataalamu wa udongo watatushauri aina ya mbolea ambayo inaweza kutumika ili ule uhaba uweze kurudishiwa katika hali ya kawaida wakati tutakapoanzisha skimu ya umwagiliaji. Hapa nilikuwa naelezea upembuzi yakinifu kwa udongo. Ya tatu ni upembuzi yakinifu kwa upande wa upimaji, topographic survey. Wale wanaenda kupima kama nilivyosema, wanapima mwinuko kutoka usawa wa bahari, kutoka maeneo mbalimbali katika skimu. Topo survey inatusaidia sisi katika ujenzi. Inawasaidia wahandisi katika kuandaa michoro, kuonesha kwamba bwawa likae sehemu gani na miundombinu ya mashambani ikae sehemu gani. Kwa upande ya 4 ni mambo ya mazingira. Watu wa mazingira wanaenda kwa ajili ya kuona kama mazingira kwa ujumla ya hiyo skimu yanafaa kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji, na wao wana mambo yao ya msingi ya kuangalia ambao wanaweza kashauri kama skimu iwepo katika hayo mazingira. Ya 5 ni wataalamu wa jiolojia. Wataalamu wa jiolojia ni watu ambao wanajihusisha na mambo ya miamba. Kama mnavyojua, uchimbaji wa miundombinu mara pengine tunakutana na miamba mikubwa. Je, baadaye italeta athari gani? Hao wataalamu pia tunawatumia.
Wa sita ni watu wa maendeleo ya jamii. Wao kazi yao ni kwenda kuona, je, wakulima wana utayari wa kupokea skimu ya umwagiliaji? Je, kilimo kwao ni kipaumbele? Au basi wao ni wafugaji, hawataki mambo ya kilimo na nini, ili serikali sije kaingia ikapeleka fedha nyingi katika eneo hilo na mwisho tukapata hasara na miundombinu ikaja ikafa kwa sababu sio kipaumbele cha wakulima katika maeneo husika. Wa saba ni watu wa hydrology, watu wa maji. Watu wa maji pia wanaweza kaenda kwa ajili ya kwenda kuona kama maji yanafaa kwa ajili ya umwagiliaji, na wao watashauri. Baada ya hapo, kama taarifa zote zitakazotokana na upembuzi yakinifu bila kusahau kazi za kihandisi, wao pia wataenda kwa ajili ya kuangalia design ya awali ambayo ni shirikisho kwa wakulima. Hizi taarifa zote zikikusanywa kwa pamoja zitatusaidia kuona kwamba sasa tunaenda tukizikusanya pamoja tunazitumia kuombea fedha serikalini. Serikali ikitoa fedha tunajenga miundombinu. Uendeshaji na matunzo ya miundombinu inakuwa ni kazi ya wakulima. Wakulima, miundombinu yetu nyingi inaharibika kwa sababu wakulima hawajengewi uwezo kujua kwamba kumbe miundombinu ni ya kwao, sio ya serikali. Kwa hiyo ukienda maeneo mengi miundombinu inaharibika, wakulima wanabaki na ile hali ya kwamba miundombinu ya serikali imebomoka, lakini sio kweli. Miundombinu imejengwa pale kwa ajili ya kuwasaidia wakulima. Wakulima wanapaswa kujua kwamba ile miundombinu ni ya kwao, wanapaswa waitunze na waiendeshe. Katika swala la matunzo na uendeshaji wa miundombinu ya umwagiliaji, Tume ya Taifa ya Umwagiliaji imeshawajengea wakulima katika skimu zaidi ya 76 kuanzia mwaka 2010 kwa kupitia miradi ya TANCAID ya awamu ya kwanza ambayo ilianza 2010 mpaka 2014 na TANCAID awamu ya pili ambayo ilianza 2015 mpaka 2020 ambayo itaenda kuisha mwezi wa 8, yani mwezi huu tarehe 21 mradi unaisha. Umejenga uwezo kwa zaidi ya skimu 72. Na hizo skimu mpaka sasa miundombinu yote katika hiyo skimu inatunzwa na wakulima wenyewe. Na katika uendeshaji wanapanga ratiba maalum ya kugawiana maji. Kila kitalu ukiingia katika hizo skimu ambazo zimeshajengewa uwezo, ratiba ya umwagiliaji inakuwepo ukutani. Leo ni zamu ya kitalu fulani, kesho ni zamu ya kitalu fulani, na kesho kutwa ni zamu ya kitalu fulani. Lakini pia gharama za uendeshaji na matunzo wanachangia wakulima wenyewe, ambapo kwa sasa katika jinsi tulivyojengea uwezo ni 5% ya wastani wa makusanyo wa mavuno 5% ya wastani wa mavuno wa kila skimu. Kwa hiyo ukiangalia kwa maskimu nyingi ambazo tumezitembelea ni kama magunia 20 kwa ekari moja, mkulima anatakiwa atoe gunia moja. Skimu hizi zinatakiwa zibebwe na wakulima wenyewe. Serikali ikishamaliza kujenga, wakulima wanakuwa wana kazi ya kuzitunza. Lakini katika skimu ambazo zina changamoto ya mifugo na wakulima, sisi kama Tume ya Taifa ya Umwagiliaji tulichofanya, tumejenga miundombinu ya kunyeshea ng'ombe. Kwa sababu ukijenga bwawa alafu ng'ombe wakawa wanakuwa wanakusanya udongo, kwa hiyo kile kina cha bwawa kinapungua na mwisho wa siku bwawa linaisha, linakuwa halipo katika hilo eneo. Kwa hiyo tunajenga sehemu ya kunyeshea mifugo. Kwa hiyo mkulima ambaye anahitaji ushauri kuhusu namna gani na nini akifanye ili aweze kulima kilimo cha umwagiliaji, anaweza hatua ya kwanza ni kufika katika ofisi zetu za umwagiliaji ngazi ya wilaya ili aweze kuelekezwa vizuri. Na kwa haraka tu vitu ambavyo tunazingatia, mkulima akija tunamweleza eneo lako liko wapi. Je, chanzo chako cha maji ni nini? Ukitueleza sisi eneo lako liko wapi na chanzo cha maji ni nini, sisi tutakushauri teknolojia sahihi ambayo mkulima husika anaweza kutumia katika kilimo chake.